Naam, habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kutaarifu na ni kuonyeshe yale ambayo yanaendelea na kujiri nchini Tanzania siku ya leo. Habari mbaya zimemkumba Samia Suluhu na CCM Ikulu ya Dodoma pamoja na chama kizima tawala. Ajali mbaya imetokea. Gari lililokuwa limewabeba viongozi wa CCM waliokuwa wametoka kwenye mkutano mkoani Iringa lapata ajali ambayo sasa hivi imesemekana ni ajali mbaya ambayo haikutarajiwa. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla nikuonyeshe na nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Ajali mbaya ya barabarani iliyohusisha wanachama wa chama tawala cha Tanzania CCM na waandishi wa habari kadhaa maarufu imezua wasiwasi mkubwa baada ya kutokea mkoani Iringa. Gari lililohusika lilikuwa likitoka kwenye sherehe za kikanda za kuadhimisha miaka 49 ya kuanzishwa kwa Chama cha Mapinduzi cha CCM, lakini kisichotarajiwa kilikuwa kitokee ambacho ni ajali mbaya. Hafla hiyo ilifanyika katika kata ya Idodi ndani ya halmashauri ya wilaya ya Iringa. Habari za ajali hiyo zilienea haraka baada ya hafla hiyo na kuzua wasiwasi miongoni mwa wanachama wa chama hicho tawala cha Samia Suluhu CCM na umma mzima wa Tanzania kwa ujumla. Tukio hilo la ajali lilielezewa kuwa lisilotarajiwa na la kutisha na wale waliopata habari. Hata hivyo, katika picha kama unavyotazama kwenye skrini yako, gari hilo lilionekana kuharibika vibaya kwa upande wa mbele, wengi wakihofia kwamba kuna vifo au majeraha mabaya. Tahadhari imezingatia hali ya waliokuwemo na mazingira yanayozunguka ajali hiyo. Kwa mujibu wa taarifa za awali, gari hilo lilikuwa limebeba viongozi wa CCM na watendaji wa vyombo vya habari Tanzania waliokuwa wakifuatilia sherehe za maadhimisho hayo. Kujumuishwa kwa waandishi wa habari kwenye gari moja pamoja na viongozi wengine wa CCM kulionyesha uhusiano wa karibu wa kufanya kazi kati ya shughuli za chama na utangazaji wa habari. Hata hivyo, ripoti zinaonyesha kuwa safari hiyo ilikuwa sehemu ya utaratibu wa kurudi baada ya hafla rasmi kukamilika. Ajali hiyo ilitokea wakati kundi hilo likisafiri mbali na eneo la sherehe baada ya kumaliza mkutano huo. Hata hivyo, chanzo cha ajali hiyo hakikuwa kimethibitishwa rasmi wakati wa kuripoti. Mamlaka ilianza tathmini ya awali muda mfupi baada ya tukio hilo. Hata hivyo, miongoni mwa walioripotiwa kuwepo kwenye gari hilo ambalo limepata ajali mbaya ni katibu wa itikadi na uenezi wa CCM mkoa wa Iringa anayefahamika kama Joseph Nzala Liata. Hata hivyo, uwepo wake ulisisitiza kiwango cha juu cha uwakilishi wa chama kilichohusika katika ajali hiyo mbaya. Wanahabari kadhaa mashuhuri pia Tanzania waliripotiwa kuwa miongoni mwa abiria ambao walikuwa ndani ya gari hilo lililohusika na ajali. Hawa ni pamoja na wanaofahamika kama Frank Leonard, mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari mkoa wa Iringa, ambaye pia anafanya kazi na magazeti yanayomilikiwa na serikali. Mchanganyiko wa wanasiasa na wanahabari kumradhi ulifanya tukio hilo kuwa nyeti sana na nyeti zaidi. Wasiwasi uliibuka kuhusu athari zinazoweza kutokea kwa shughuli za kisiasa na shughuli za vyombo vya habari katika eneo hilo. Wanahabari wengine walioripotiwa kuhusika ama walioko ndani ya gari hilo lililopata ajali ni pamoja na anayefahamika kama Dennis Mlowe ambaye anatumikia Full Shangwe blog na Clement Sanga wa Channel 10 pamoja na Harriet Mola kutoka Mkombozi Online TV, naye pia alitajwa kuwa miongoni mwa waliokuwa kwenye gari hilo lililohusika na ajali mbaya. Zaidi ya hayo, Zuhura Zuhairi wa Abud TV pia aliripotiwa kuwa sehemu ya kundi hilo ambalo lilikuwa ndani ya gari hilo na viongozi wengine wa CCM. Kuhusika kwao kulivutia vyombo vya habari kote nchini. Wenzake na familia pia walingojea sasisho kwa wasiwasi unaokuwa. Hata hivyo, mashirika ya habari yalianza kufanya uchunguzi ili kudhibitisha usalama wa wafanyikazi wao na kuweza kutumikia majeruhi. Taarifa za awali zilieleza kuwa hakuna vifo vilivyoripotiwa katika eneo la ajali bali ni majeraha mabaya tu. Habari hiyo ilileta kitulizo fulani kwa wengi walioogopa mabaya zaidi kuhusu ajali hiyo. Hata hivyo, iliripotiwa pia kwamba tathmini zaidi zilikuwa zikiendelea ili kubaini kiwango kamili cha majeruhi. Watu wa huduma za dharura na mamlaka za mitaa walisemekana kuhusika katika kutoa usaidizi. Idadi kamili ya waliojeruhiwa haikuwa imetolewa rasmi. Tathmini za matibabu ziliripotiwa kuwa zinaendelea. Habari za ajali hiyo mbaya ambayo imehusisha wana CCM zilipofika Dodoma, iliripotiwa kuwa Rais Samia Suluhu Hassan alipokea taarifa hizo kwa mshtuko mkubwa. Tukio hilo lilidaiwa kusababisha wasiwasi ndani ya Ikulu na katika mifumo yote ya uongozi wa chama tawala cha CCM.
Maafisa wa chama hicho cha CCM walielezwa kuwa wanafuatilia kwa karibu maendeleo ya ajali hiyo. Ajali hiyo ilizua hofu kuhusu usalama wa maafisa wa chama na wanahabari kumradhi, wakati wa mazungumzo ya kisiasa. Pia ilisababisha majadiliano kuhusu mipango ya usafiri kwa matukio rasmi. Viongozi walisisitiza umuhimu wa hatua za usalama ndani ya duru za CCM. Ajali hiyo mbaya ilizua wasiwasi na tafakari kubwa. Wanachama walionyesha wasiwasi wao kwa ustawi wa wale waliohusika na familia zao. Baadhi ya wafuasi wa chama hicho cha CCM walielezea tukio hilo kuwa ni wakati mgumu, wakati wa kile kilichokusudiwa kwa kipindi cha sherehe na hafla za CCM. Jumbe za mshikamano na maombi pia zilishirikiwa miongoni mwa wanachama. Tukio hilo lilifunika kwa ufupi sherehe za kumbukumbu. Umakini umehamasishwa kutoka kwa sherehe hadi usalama na uwajibikaji. Vyama vya wanahabari Tanzania pia viliitikia vikali habari hizo. Vyombo vya habari vilisisitiza hatari wanazokabiliana nazo wanahabari wanapoandika matukio ya kisiasa. Wito ulitolewa ili kuboresha usalama wa usafiri na mipango bora wakati wa wanahabari wanasafiri kwa kazi. Kuhusika kwa vyombo vingi vya habari katika ajali hiyo kulionyesha kiwango cha wasiwasi ndani ya taaluma. Majadiliano yalianza kuhusu kama waandishi wa habari wanapaswa kusafirishwa tofauti na wajumbe wa kisiasa. Itifaki za usalama zikawa mada mjadala mpya mitandaoni, huku wapinzani pia wakichangia na wanaharakati. Mamlaka za mitaa mjini Iringa ziliripotiwa kuanza jitihada za kukusanya taarifa za kina kuhusu ajali hiyo mbaya. Maafisa wa trafiki na wachunguzi walisemekana kuchunguza eneo na gari lililohusika. Mtazamaji, ni kukumbushe tu ama jambo ambalo nimesahau kukukumbusha ni kwamba ajali hii iliweza kutokea mnamo Februari tarehe 5. Taarifa za mashahidi zilitarajiwa kuwa sehemu ya uchunguzi. Maafisa walisema kuwa ripoti kamili itatolewa mara tu tathmini zitakapokamilika. Umma ulitakiwa kuwa na subira, huku ukweli ukithibitishwa. Uvumi ulikatishwa tamaa hadi matokeo rasmi yalipotolewa. Vituo vya kutolea huduma za afya katika mkoa huo viliripotiwa kuwa tayari kushughulikia majeruhi wowote kutokana na ajali hiyo. Wafanyikazi wa matibabu walisemekana kuwa tathmini waliohusika ili kubaini ikiwa matibabu zaidi yanahitajika. Familia za waliokuwemo zilifahamishwa kadri taarifa zilivyokuwa zikipatikana. Mifumo ya usaidizi ilianzishwa kwa wale walioathirika. Mamlaka zilisisitiza kwamba huduma ya matibabu ni kipaumbele cha kwanza. Hata hivyo, licha ya mshtuko huo wa ajali, kulikuwa na afueni katika ripoti zinazoonyesha kutokuwepo kwa vifo vyovyote au majeraha makubwa zaidi. Kipengele hiki kilisaidia kupunguza mvutano wakati hali ikiendelea, walakini kutokuwa na uhakika kulibaki juu ya ukali wa majeraha yaliyotokea. Mamlaka iliendelea kukusanya na kudhibitisha taarifa kuhusu ajali hiyo ya ghafla. Hali ilibaki kuwa laini huku sasisho zikisubiriwa. Umma uliendelea kuwa makini na taarifa rasmi. Viongozi wa CCM waliripotiwa kuratibu mambo ya ndani ili kuhakikisha ufuatiliaji unafaa. Msaada uliripotiwa kuongezwa kwa waliohusika. Uongozi wa chama ulisisitiza umoja na utulivu wakati wa mashaka. Viongozi pia walitambua nafasi ya wanahabari katika kuandika habari za shughuli za chama. Tukio hilo liliimarisha muunganiko wa kazi za kisiasa na vyombo vya habari. Ushirikiano kati ya sekta hizo mbili ulisitizwa. Uchunguzi ulipokuwa ukiendelea, umakini ulilenga kubainisha chanzo hasa cha ajali hiyo. Mambo kama vile hali ya barabara, hali ya gari na hali ya madereva yalitarajiwa kuchunguzwa. Matokeo yalitarajiwa kuongoza hatua za usalama za siku zijazo. Mamlaka zilisisitiza kuwa hitimisho litatokana na ushahidi. Lengo lilikuwa kuzuia matukio kama hayo katika siku zijazo. Masomo yalitarajiwa kutolewa kutokana na mkasa huo. Ajali iliyotokea Iringa hatimaye ilidhihirisha udhaifu wa watumiaji wote wa barabara bila kujali hali zao. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimeweza kukuandalia katika ripoti ya mahabari hizi. Nijuze maoni yako kuhusiana na ajali hii mbaya ya wana CCM na wanahabari nchini Tanzania huko mkoani Iringa. Vile like video hii alafu subscribe, kisha bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.